Ikulu ya rais wa Marekani imesema itafanya mkutano kutathmini usalama wa Rais Donald Trump baada ya mshambuliaji mmoja kujaribu kuvamia dhifa iliyokuwa inahudhuriwa na Rais Trump. Mwanamume anayeshtumiwa kwa kuvamia hafla hiyo ya dhifa ya chakula cha jioni amefikishwa mahakamani leo Jumatatu kutokana na ufyatuliaji risasi ambao unaashiria kitendo cha hivi punde cha vurugu za kisiasa katika nchi ya Marekani iliyogawanyika sana. Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka Los Angeles atashtakiwa kwa kumshambulia afisa wa serikali na kutumia bunduki wakati wa uhalifu wa kutumia nguvu. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Rais Donald Trump amekiri kwamba udadisi wake na hamu ya kuona kinachoendelea huenda vilichelewesha juhudi za mlinzi wake kumuondoa haraka hadi mahali salama. Maafisa na uchunguzi wa shambulio hilo wanasema kuwa ilani inayodaiwa kuandikwa na mshambuliaji ilionekana kueleza mipango ya kuwalenga maafisa wa utawala wa Trump. Mtu anayeshtakiwa kwa kuvamia hafla hiyo ya chakula cha jioni kwa lengo la kumshambulia Rais Trump atafikishwa mahakamani hii leo kufuatia tukio la ufyatuaji risasi linaloashiria mwendelezo wa vitendo vya vurugu za kisiasa nchini Marekani iliyogawanyika kwa kina. Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka Los Angeles atashtakiwa rasmi kwa kosa la kumshambulia afisa na kutumia silaha ya moto kwa lengo la uhalifu na vurugu. Rais Trump amedai kuwa mshambuliaji aliyejaribu kuvamia hafla ya kila mwaka ya White House Correspondents' Dinner jijini Washington jana usiku alikuwa ameandika angalizo akiwa na msimamo wa kupinga Ukristo. Amemwelezea mtu huyo kuwa mtu mwenye matatizo ya akili aliyewachukia Wakristo. Wachunguzi bado wanatafuta sababu ya shambulio hilo. Maafisa wa FBI wamefanya upekuzi katika mali iliyoko California inayohusishwa na mshukiwa Cole Allen. Akizungumza na CBS News, Rais Trump amesimulia tukio la wakati wa milio ya risasi iliposikika. That was very unexpected. Hilo lilikuwa jambo lisilotarajiwa kabisa, lakini lilishughulikiwa kwa ustadi wa hali ya juu na maafisa wa usalama pamoja na vyombo vya utekelezaji wa sheria. Hii ilikuwa hafla iliyotengwa kwa ajili ya uhuru wa kujieleza, iliyokusudiwa kwa kutanisha wanachama wa pande zote mbili za kisiasa pamoja na waandishi wa habari. Kwa namna fulani lengo hilo lilitimia, kwani tukio hilo liliwaleta wote pamoja katika chumba kimoja kwa mshikamano wa hali ya juu. Kwa upande mmoja ilikuwa ni jambo la kuvutia kuona kwa hali ya umoja, ingawa chanzo chake kilikuwa ni hatari. Mwanaume mmoja aliyevamia kituo cha ukaguzi wa usalama akiwa na silaha kadhaa. Hata hivyo alidhibitiwa kwa haraka na kwa ufanisi na baadhi ya maafisa jasiri wa usalama ambao walichukua hatua kwa wepesi mkubwa. Maafisa wanaochunguza shambulio hilo wanasema kuwa waraka unaodaiwa kuandikwa na mshambuliaji ulionekana kuelezea mipango ya kulenga maafisa wa utawala wa Trump. Dakika chache kabla ya shambulio hilo la Jumamosi, waraka huo unaripotiwa kutumwa kwa mshukiwa kwa familia yake ambao waliwaarifu polisi saa kadhaa baadaye. Katika mahojiano na CBS News, Rais Trump amesema kuwa familia ya mtu huyo ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wake. Zaidi ya hayo, kuna taarifa chache zinazojulikana kuhusu Cole Thomas Allen, mshukiwa wa shambulio la risasi katika hafla hiyo. Allen ana umri wa miaka 31 kutoka Torrance, California na anaripotiwa kufanya kazi katika kampuni ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa vyuo. Anajipambanua kama mhandisi wa mitambo, mtengenezaji wa michezo ya kompyuta na mwalimu. Amesomea uhandisi wa mitambo katika taasisi ya teknolojia ya California na mshirika katika ushirika wa Kikristo chuoni hapo. Kwa mujibu wa mwandishi Conor Sheets wa Los Angeles Times, watu wanaomfahamu wanasema alikuwa muumini hai wa kanisa lake na alikuwa akizingatia sana imani yake. Waliwahi kufanya naye kazi ya ufundishaji, wanamweleza kuwa mtulivu na mwenye amani na mwenye akili nyingi. Katika mahojiano na Fox News, naye Rais wa Marekani Donald Trump alisema mshukiwa aliacha waraka wa msimamo wake na kudokeza kuwa alikuwa na msimamo mkali dhidi ya Ukristo. Na sasa kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo sambamba na ziara ya mfalme wa Uingereza Charles na mke wake Malkia Camilla nchini Marekani kutajwa kuwepo licha ya tishio la usalama. Awali mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na limepokelewa kwa namna ya ugawanyishi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo sasa hivi nchi ipo. Watu wengi wamehoji maswali mengi kuhusiana na tukio lenyewe. Ukiangalia baada ya kutoka kwa video kadhaa, mapicha mjongeo nyingi kutoka katika pande mbalimbali, watu wakaanza kuhoji baadhi ya mambo kwamba ilikuwaje wakati watu wengine wote ndani ya ukumbi wameonekana kushtushwa ni rais peke yake na watu walikuwa kwenye high table hawakuonekana kuwa habari chochote kinachoendelea. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje karibu watu 6 5 wote wa succession kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hawajapata security kiasi cha kutosha? Lakini pia ilikuwaje yote yalitokea ndani ya nusu saa tu hivi, ukawa kuna ni kama vile hakuna kilichotokea, hakuna alionekana kwamba ameathiriwa. Tulisikia rais anasema kwamba imekuwa very traumatic, lakini hatuoni ndani yake. Na watu wengi wamehoji kuhusiana na hili kwamba kama ni kweli kwamba tukio hili lilitokea bila aina yoyote ya mpango, Donald Trump ni rais wa kipekee kutokea na pengine hatotokea mwingine, lakini pia ana upekee wake mwingine kwamba kila wakati ambao mambo yanaonekana
inaonekana kwenda vibaya ndani ya nchi, kutokuwa kuna tukio kama ile ambalo linaweza likafanya baadhi ya watu wakampatia aina fulani ya huruma. Tunasema katika kura za maoni, baadhi ya watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba labda anasakamwa, labda anatafutwa, labda ana nia njema. Kwa hiyo kuna mgawanyiko mkubwa kwa wale ambao wanaamini kwamba lilipangwa na wengine ambao wanahisi kwamba kama halikupangwa, basi kuna makosa ambayo watu wengi wanatakiwa kuwajibishwa, na kosa la Donald Trump kuweka watu ambao hawakidhi nafasi. Twende Tanzania, ambapo asasi za kiraia nchini humo zimetoa uchambuzi wa ripoti ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025 iliyokabidhiwa kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan juma lililopita. Asasi hizo zinaundwa na mashirika 14 ya kutetea haki za binadamu, zimeelezea dosari zilizojitokeza kwenye ripoti hiyo. Humphrey Mgonja amekuwa akifuatilia uchambuzi huo, na muda mfupi uliopita nimezungumza naye kutaka kujua uchambuzi huo unaeleza kubaini kasoro gani katika ripoti ya Jaji Chande. Zipo kasoro kadhaa zaidi ya 10 ambazo uchambuzi huu umeweka bayana. Miongoni mwake ni uchambuzi unasema kwamba kwa sababu Jaji Chande aliweka bayana kwamba alitumia vyanzo hasilia, kwamba alienda kuongea na polisi, alienda kuongea na makada wa sekta ya afya ili kuweza kupata taarifa za kutosheleza. Sasa uchambuzi unaweka bayana kwamba hao polisi ndio miongoni mwa watu ambao wanashutumiwa katika vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba, kwamba sasa ataenda vipi kuongea na wahusika ambao wao wenyewe ndio wanashutumiwa namba moja. Kwa hiyo wanasema kwamba kuna walaki katika kusanyaji wa taarifa, ikiwa kwamba umepata taarifa kwa watu ambao ndio hao ambao wanatia mashaka. Lakini pia wamezungumza kwamba haikupaswa kuundwa kwa tume, kwamba hii tume ya Jaji Chande haikupaswa kuwa tume kwa sababu lengo lilikuwa ni kuchunguza, na lengo la uchunguzi ni jambo la kisayansi. Hivyo basi ingepaswa kufanyika uchunguzi wa kisayansi na sio kuundwa kwa tume, ambao tume imekwisha haijaleta majibu ya kutosheleza. Wao wanasema wanaenda mbali zaidi wakisema kwamba tume hii ilikuwa inaweza kufanya vitu vingi zaidi ya hicho tu ambacho kiliripotiwa. Lakini wanasema pia tume imeshindwa kubainisha kwamba ni nani ambaye alikuwa ni chanzo cha haya yaliyotokea, kwamba aidha ilikuwa ni jeshi la polisi, aidha ilikuwa ni serikali, au ilikuwa ni wananchi wenyewe. Kwa hiyo wanasema tume bado imeacha maswali mengi ambayo hayana majibu. Lakini pia zipo kasoro tofauti ikiwemo kuwepo kwa makambi na mafunzo, kama ripoti ilivyosema. Wanasema kwamba basi kama zipo makambi ya mafunzo, tume hii ingeweka bayana kabisa kwamba ni wapi zipo ili sheria ichukue mkondo wake. Lakini pia wanatia mashaka na takwimu zilizotolewa, kwa mfano idadi ya vifo. Wanasema kwamba kuhalisia wananchi wenyewe wametia mashaka, na hata hizi asasi za kiraia au hizi mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema pia wana mashaka kwamba kwa hizo takwimu zilizotolewa basi wana walakini. Lakini wanahitimishwa kwa kusema wanahitaji basi pale ambapo kwamba kuna miili ambayo haijapatikana, haijaonekana, haijulikani ilipo. Hii imeeleza lakini haijaingia kwa kina zaidi. Walipaswa kupata majibu ya zaidi hayo yaliyotolewa na tume ya Jaji Chande. Humphrey, kuna maelezo yoyote yanayoeleza msimamo wa uchambuzi huo? Uchambuzi unasema kwamba kwanza hawaungi mkono pendekezo ambalo limetolewa na ripoti ya tume kwamba kuwepo kwa chombo kingine kitakachochunguza ujinai. Wanasema hiyo tume ilikuwa ina uwezo mkubwa wa kuweza kuleta majibu yaliyotosheleza na sio kuleta mapendekezo ya kuundwa kwa tume. Wanasema ilikuwa ina mamlaka ya kuweza kuleta majibu na sio kuleta tena maswali na kuibua tena tume nyingine iundwe. Kwa hiyo wanasema kwamba kutokuwa na majibu na huo ujinai na kutaka tume nyingine iundwe kuchunguza ujinai, wanasema basi hiyo ni kasoro kubwa ambayo imetokea, kwamba tume ilishindwa kuja na taarifa za kutosheleza, sio kuja na pendekezo la kuundwa kwa tume nyingine. Kuna mapendekezo yoyote ambayo yametolewa kuhusiana na hili? Ndiyo, yapo mapendekezo kadhaa ambako uchambuzi huo umeeleza, sema kwamba serikali inapaswa kwanza kulipa fidia kwa waathirika haraka iwezekanavyo. Walipofidia wale ambao waliathirika na wale ambao walibaki walemavu, basi kunatakiwa kulipwa fidia haraka iwezekanavyo. Lakini wanasema kwamba kuna jambo la maridhiano ambao lilipendekezwa na tume. Wanasema maridhiano hayapaswi kuchukuliwa kirahisi, inabidi kuwepo kwa maridhiano ambayo yanakidhi haja za kimataifa, kwamba kuwepo kwa chombo huru ambacho kitaunganisha hawa watu wote, hizi kada mbalimbali, kwa ajili ya kuleta maridhiano, sio maridhiano yaendeshwe na serikali. Lakini wamesema basi jambo la katiba mpya ambalo hata ripoti ya uchunguzi imeweka bayana, wanasema inatakiwa ifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini pia wale ambao wameshikwa wako gerezani kwa masuala ya kisiasa, wametaja wazi kabisa, akiwemo mwenyekiti wa chama cha demokrasia
Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu aachiwe haraka iwezekanavyo, ndio waende kuingia katika maridhiano. Ni mwandishi wa BBC huyo Humphrey Mgonja, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Ikulu ya rais wa Marekani imesema itafanya mkutano kutathmini usalama wa Rais Donald Trump baada ya mshambuliaji mmoja kujaribu kuvamia